ila yaumiddin. Amma baad, ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuwa ni Waislamu. Lakini pamoja na kujaliwa Uislamu, tuna deni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapaswa kumshukuru na hatupaswi kumkufuru. Tunaweza tukapata watu miongoni mwetu wakawa Waislamu, wamezaliwa katika Uislamu, wakalelewa katika Uislamu, lakini wakafa nje ya mila ya Uislamu kwa sababu tu ya tabia. Tunatakiwa tuenzi Uislamu wetu mpaka dakika ya mwisho ya uhai wetu, kama Allah alivyotuhusia katika Qur'ani tukufu, sura ya 3 aya 102, amesema: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Mola wenu, mcheni Allah kadiri iwezekanavyo, na wala msije mkakubali kufikwa na mauti ila ya kufikeni mkiwa kwenye Uislamu. Kwa hiyo ni hatari mauti yakakufika kwenye wakati ambao Uislamu wako umeupa likizo, hunao. Utakuwa umekufa vibaya na unaenda kwa Mola wako vibaya. Ndugu zangu katika imani, katika somo la hadithi tunakuta hadithi al-Qudusi ambayo inatufundisha namna watu ambavyo wanapoteza thamani ya amali zao na siku ya Kiyama zikawa hazina uzito wa kustahiki malipo. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama: inna awwala an-nasi yuqda yawma al-qiyamati alayhi rajulun istushhida فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته لك وقرأت فيك القرآن. قال كذبت. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تريد أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ذلك كلها لأن يقال هو جواد فقد قيل. فسحب على وجهه فأمر به ثم سحب على وجهه ثم ألقي في النار. متفق عليه. Tafsiri ya hadithi inasema watu wa mwanzo watakaoanza kuhisabiwa amali zao ni wale waliofanya amali za kiwango cha juu cha ubora. Kama wanafaulu, basi wanapata malipo ya daraja la kwanza, kama rajulun istushhida.
mtu aliyekufa shahidi. Kufa shahidi katika Uislamu ni roho yako kupotea katika mazingira ya kupigania dini. Hakuna amali bora inayofanana na hiyo. Ni amali bora miongoni mwa amali za kiwango cha juu kabisa, kupata daraja ya kwamba huyu ni shahidi. Sasa watu hawa ndio watakaohukumiwa mwanzo, zitakaguliwa amali zao. Sasa aliyekufa shahidi, fautia bihi, ataletwa mbele ya Allah ambaye ndo hakimu wa siku hiyo. Hahitaji msaidizi, wala hahitaji wakili, wala hahitaji chochote, kwa sababu kesi zitakaporudi kwa Allah, kesi zetu, upelelezi ushakamilika na evidence zipo ubaoni. Sasa mtu aliyekufa shahidi ataletwa mbele ya Mola wake, na Mola wake atamtambulisha, hizi neema unazikumbuka? Na yule bwana atazikumbuka, aseme ndiyo Mola wangu, ulinineemesha duniani kwa neema hii. Qala, Allah atamuuliza, fama amilta fiha, unakiri nilikupa neema hii ya kuwa ni askari wangu kwenye jeshi la mtume wangu, ukapigania dini yangu. Fursa hii wewe uliitumiaje? Fama amilta fiha, hii fursa ya kwamba ulikuwa upande wangu, upande wa mtume wangu, unatetea kitabu changu, uliitumiaje nilipokutunukia fursa hii? Qala, huyu mtu atasema katika njia ya kujitakasa, atasema ai, maana yake atakusudia, ya Rabbi, ewe Mola wangu, qataltu fika, neema hii ya kuwa nilikuwa ni miongoni mwa askari waliopigania dini yako, niliitumia vizuri kwa sababu nilipambana kwa ajili yako, hata stushhidtu, mpaka nikauawa shahidi. Kwa hiyo hii neema ulionineemesha niliitendea haki yake. Qataltu fika, nilipigana kwa ajili yako, nilipigana kwenye njia yako, hata stushhidtu, mpaka nikafa shahidi. Qala kadhabta, Allah atamuambia wewe ni muongo. Yani sio watu wote watakataliwa. Kama ni kweli unachojieleza, Allah anavyo vielelezo vya kesi, haina shida. Shahidi, ulipigana kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah, inapigwa thamani kazi yako na unalipwa malipo stahili, hamna tatizo. Lakini kama ulikuwa una nia nyingine sio kwa ajili ya Allah, Allah hakuonei muhali, hamuonei mtu muhali. Allah anahukumu kwa haki. Kama si kweli atakwambia si kweli. Kadhabta, unasema uongo, taarifa yako sio ya kweli. Lakini wewe, qatalta li an yuqala huwa jariun, kupigana ni kweli, ulipigana, haikataliki, na ulikuwa kwenye safu ya askari wangu Waislamu waliojisalimisha kwangu. Lakini intention yako, dhamira yako, nia yako ilikuwa nitaka kujikomba kwa watu, watu wakusifie, wakuone, wakusimulie. Walakinaka, lakini wewe, qatalta, ulipigana, li an yuqala huwa jariun, ili watu waseme fulani ni mpambanaji, shujaa. Yani lengo lako ulikuwa unataka sifa kwa watu, sio ridhaa ya Mungu. Kuna kitu kilichojificha katika nafsi zetu, hichi ndicho kinachomata kwenye uzito wa amali zetu. Ikhlasi, ufanye kitu kwa ikhlasi kwa ajili ya Mungu, na iwe kwa ajili yake peke yake. Ukiingiza vitu vingine vya ajabu ajabu, riya, sum'a, ujuba, amali yako inabatilika.
Kwa Mungu huwa haina uzito wa kustahiki wewe ulipwe. Allah kweli kaimiliki siku ya malipo na anawalipa watu waliomuabudia yeye kwa ikhlasi. Mwenyewe karidhika, huyu mja wangu kweli kanifanyia mimi. Hicho ndo anacholipa. Sasa kama unataka sifa kwa watu, Allah yeye mwenyewe ndo aliyewamiliki watu. Anaweza akakufaulishia ulilolitaka, watu wakakusifia sana, lakini mbele yake Allah akijua hukumfanyia yeye hakulipi. Anakwambia shida yako ulikuwa watu wakusifie, huwa jariun, yule ni shujaa, anaweza mapambano, mzuri kwenye battlefield. Fakad qila, sahaya uliyoyataka mbona yalisemwa? Kwa lile kusudio lako nilikutimizia kule kule duniani, ulilolitaka nilikupa. Kwa hiyo hapa tena mimi na wewe tushamalizana. Fa umira bihi, itatolewa amri kwa mtu kama huyu. Fasuhiba ala wajhihi, malaika watamburuza kifudifudi. Hata ulqiya fi nari, mpaka wamtupe motoni. Alikuwa Muislamu, yuko kwenye jeshi la Waislamu, anapigania dini ya Uislamu, kafa kwenye vita hivyo, na halafu amali yake inakataliwa kwa kukosa vigezo. Wama umiru illa liya'budullah, hakuna jambo ambalo watu wameamrishwa hapa duniani ila wamuabudie Allah, ndo lengo la kuletwa mitume na vitabu. Na hivyo wakimuabudia wanaweza wakafanya ibada, lakini vigezo na masharti vinazingatiwa. Mukhlisina lahu ad-dina, muda wote wanaoishi kwenye maisha yao ya ibada wafanye amali zao kwa ikhlasi kwa ajili yake Allah. Hunafaa, wasichanganye pamoja na imani yao mila za watu wengine zisizokubaliana na tauhidi. Hunafaa ni jamu ya neno hanifan. Hanifan akiwa mmoja, wote kwa wingi wetu tunatakiwa tuwe hunafaa. Hanifan mailun anil adyani wal milali kulliha ila tauhidillahi wahdahu la sharika la. Kama Muislamu unatakiwa uache mila na dasturi za dini nyingine za watu wengine zote, ubakie na dini yako ya Uislamu ya kumpwekesha Allah peke yake bila ya kumshirikisha. Chochote unachokifanya ukifanye kwa ajili ya Allah. Allah akitambua umefanya kwa ajili yake, anakutunzia amali yako hiyo, halafu anaipiga thamani pia. Umefanya kwa kiwango gani cha ubora? Asilimia ya ubora wa kazi yako ndiyo itakayopelekea kiwango gani cha malipo ulipwe na daraja gani ya pepo ukafikie. Tunapaswa kuwa makini na hayo. Nia, ikhlasi ni vitu muhimu wakati tunapofanya amali zetu katika maisha yote tutakayoishi juu ya ardhi hii. Huyo ni mtu wa kwanza mwenye amali ya kiwango cha juu cha ubora, anapimiwa, inakaguliwa amali yake. Ikionekana nzuri atalipwa, ikionekana mbaya halipwi. Wa rajulun, kuna na mtu mwingine katika watakaopimiwa mwanzo. Taallama al-ilma wa 'allamahu, kasoma elimu, na bila shaka ni elimu ya dini ya kumtambua Allah. Kitu cha msingi kwa Muislamu ni maarifatullahi, kumjua Mungu. Kwa hiyo taallama al-ilma, mtu wa pili sio mpumbavu, sio mjinga, kasoma elimu yenye manufaa. Wa 'allamahu, halafu baada ya yeye kusoma alichokijua kawasomesha na wenzake. Kasoma na akasomesha. Hapa ikiwa mtu kasoma kwa ajili ya kujifakharisha au kujikweza juu ya wenziwe au kutengeneza uwezo wa mijadala akawakoga wenzake, huyo hana radhi ya Mungu, hapati baraka ya ilmu. Lakini pia kusoma mtu akaelimika, akabaki yeye kajikomelea kwake, kakaa mjini kwake na mambo yake, elimu yake haishuki kwa wengine, bado ana deni kwa Allah.
Soma, halafu fikisha ulichosoma kwa wengine. Kuwepo kwako na elimu uwe na manufaa kwa watu wengine. Kwa hiyo huyu anayekwenda kupimiwa hana deni hilo, kusoma yeye kasoma, sio mjinga. Maana kwanza kwenda kwa Allah unaulizwa masuala sijui peke yake, hiyo ni kesi unajitengenezea. Muda wote alokukirimu Mola wako miaka 30, 40, 50, wengine 80 umekaa duniani mpaka umeondoka, unakwenda kwa Mola wako mambo ya msingi, ya muhimu, ya faradhi unasema hujui. Hao muda wote ulikuwa wa kazi gani? Ulikuwa unaangalia futiboli tu, kombe la Ulaya, na unajua orodha ya wachezaji waliosajiliwa kwenye madirisha madogo. Unajua mambo ya kipuzi, mambo ya msingi yatakayokwenda kuulizwa huko mbele ya safari, we kila siku hujui, maana husomi. Kwa hiyo huyu anayehukumiwa hana deni la ujinga kwamba hakutumia wakati wake kutafuta ilmu, kasoma. Halafu hana deni la kujifakharishia elimu yake akawatambia wengine, kasomesha. Taallama alilma wa allamahu, kasoma elimu na akaisomesha. Wa qaraa alqur'ana, na pia alisoma Qur'ani. Alikuwa anapata time anaisoma Qur'ani. Maana kutokuisoma Qur'ani pia ni kesi. Kuna aya katika suratul Furqani, mtume amelalamika kwa kusema kama alivyomnukuu Allah, wa qala ar-rasulu, huyu mtume kasema, karipoti kesi yake, ya Rabbi, ewe Mola wangu, inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, kaumu yangu wameifanya hii Qur'ani ni kitu cha kupuuzwa tu, wameihama, hawaipitii, haiwaelekezi kwenye yale ambayo katika sehemu ya maisha yao inahitaji maelekezo ya Qur'ani. Kwa hiyo tunafanya tu mambo yetu kwa mazoea, hayakubaliani na mwongozo wa Qur'ani, ni kosa. Lakini tunachokijadili kwenye hadithi, huyu mtu hana makosa ya ule upuuzi, kasoma, halafu hana deni la kukalia elimu yake, kaisomesha, halafu hakukipuuza kitabu, kakisoma. Anahukumiwa mwanzo kwa sababu ni mtu mwenye values, zinakaguliwa amali zake pia. Fautia bihi, ataletwa mtu kama huyu mbele ya Allah. Faarafahu ni'mahu, Allah atamtambulisha neema zake alizomneemesha nazo duniani. Faarafaha, na yeye mwenyewe mtu atakiri, atazitambua. Hichi unachonionyesha Mola wangu kweli nakiri, ulinineemesha neema hizi duniani. Lakini pia pamoja na kukiri ulipewa neema hizo, kuna masuala, fama amilta fiha, baada ya mimi kukuneemesha neema hii, nimekutunukia hichi na hichi na hichi, wewe ulivifanyia kazi gani? Neema hizi wewe ulizitumiaje? Sasa utatakiwa maelezo. Na kwa sababu ni mahala tete na mtu anajua nikikosea naingia hatiani, atazungumza lugha ya kujitakasa. Qala, atasema mtu, ai maana yake, Rabbi, Mola wangu, taallamtu alilma wa allamtuhu laka. Hiyo laka anaonyesha msisitizo kwamba nilifanya kwa ajili yako. Taallamtu alilma, mimi nilisoma, nilijitahidi kutafuta elimu ya dini yangu. Wa allamtuhu, nilipopata nilichokipata niliwasomesha wenzangu. Laka, kwa ajili yako Mola wangu, nilifanya haya kwa ajili yako. Wa qara'tu fika alqur'ana, na fika ni neno la kuonyesha msisitizo. Qur'ani nilikuwa nikisoma, naisoma kwa ajili yako Mola wangu, si kwa malengo mengine. Qala kadhabta, kama si kweli Allah atamsuta mtu kama huyu, ataambia wewe unanidanganya, unasema uongo, statement yako sio ya kweli. Lakini kilichokuwa ni kweli kwako wewe, taallamta alilma wa allamtahu lian yuqala huwa alimun. Kinachokubalika hapa ni kweli ulisoma elimu, hukuwa mjinga. Ulisoma elimu, wa allamtahu, na ukaisomesha elimu yako kwa watu wengine, lian yuqala huwa alimun. Lengo lako
ile nia moyoni mwako ulikuwa unakusudia watu wakusifu, fulani msomi bwana, pale vitu vipo. Ni haya matatizo, magonjwa ya nyoyo. Tunaathiriwa sana na masala ya riya, sum'a, ujuba. Riya ni kufanya kitu kujionyesha. Unapenda watu wakuone, wakishakuona sifa zitafuatia. Sum'a ni kukisikilizisha kitu ulichokifanya mahala fulani, wakisikie wa mbali, hawakuwepo, hawakukuona, lakini wamepata taarifa zako. Mahala fulani, mji fulani, saa fulani, fulani anafanya jambo fulani. Hiyo ndo sum'a. Kama ishu ni wewe kutaka sifa, hii Allah haipendi. Hukufanya kwa ikhlasi kwa ajili yake, umefanya usifiwe. Ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu, ni kweli ulisoma elimu, na baada ya kupata ulichopata ukasomesha wengine, lakini lengo lako li an yuqala huwa alimun, ulikuwa unakusudia usifiwe, fulani ni msomi. Vitu vipo pale. Wa qara'ta al-Qur'ana, na pia ulisoma Qur'ani, haikataliwi, kweli rekodi zako zipo, ulisoma sana Qur'ani, lakini li an yuqala huwa qari'un, kwa kutaka sifa vile vile waseme watakao kusikia fulani ni msomi. Kwa hiyo hukusomesha kwa ajili yangu, hukusoma, hukutafuta elimu kwa ajili yangu, wala hukusoma Qur'ani kwa ajili yangu, ulisoma kwa ajili ya watu. Faqad qila, sasa hichi ulichotaka kilisemwa, watu walikusifia sana. Wanavyosema watu wa mjini, walikufagilia. Fa umira bihi. Kwa hiyo msomi kama huyu patatolewa agizo kutoka kwa Allah, atawaagiza watendaji wake malaika, fasuhiba ala wajhihi, ataburuzwa kifudifudi kutoka pale mawqiful qiyama, hata ulqiya fi nari, mpaka akatupwe motoni. Muislam kasoma, kasomesha, kasoma Qur'ani, lakini hakuwa na ikhlasi wakati wa kufanya amali hizo. Hakumfanyia Allah mlipaji wa siku ya malipo, kafanya kwa malengo mengine ya kidunia. Kwa hiyo inamponza hiyo, haimtoi, anapata matokeo mabaya na anakwenda kwenye adhabu. Wa rajulun, kuna na mtu mwingine katika watu ambao watahukumiwa mwanzo. Wassa Allahu alaihi, huyu Allah amemkunjulia maisha, kipato, ana maisha mazuri. Wa atahu min asnafil mali kulli, na Allah amempa namna mbalimbali za mali hapa duniani. Ana assets za kila aina, ana vitega uchumi tele, vitu vinavyomuingizia kipato sio kimoja. Kwa hiyo maisha yake mazuri, ana maisha. Wa atahu min asnafil mali kulli, Allah amempa namna mbalimbali za mali, nyenzo mbalimbali za kuzalishia mali. Tajiri tunamuita kwa Kiswahili. Fauti ya bihi, ataletwa mtu kama huyu siku ya kiyama, siku ya hukumu, mbele ya Mola wake. Faarafahu ni'mahu, Allah atamtambulisha neema zake. Faarafaha, na yeye mwenyewe atakiri pale mbele ya Allah, kweli Mola wangu, duniani ulinineemesha kwa neema hizi. Atakiri. Akishakiri, Allah atamuuliza swali, fama amilta fiha, baada ya mimi Mola wako kukuneemesha neema hizi, ulizitendea kazi gani? Ulichukua hatua gani? Nini ulifanya? Tumeambiwa thumma latusalunna yawmaidhin 'anil na'im, kesha siku hiyo mtakwenda kuulizwa kuhusiana na hizi neema. Munatumia neema za Allah leo, lakini zitakwenda kuuliziwa hizi siku moja. Kwa hiyo alineemeshwa kwa neema za mali, maisha mazuri, siku ya malipo anaulizwa, unakiri nilikuneemesha neema hizi, ulizitumiaje?
Qala, huyu mtu katika utetezi wake atasema, ay rabbi, mola wangu, ma taraktu min sabilin, katika maisha niliyoishi duniani mimi sikuacha hata njia moja. Ma taraktu min sabilin, sikuacha duniani hata njia moja. Turidu an yunfaqa fiha, njia ambayo wewe ulitaka zitumiwe gharama. Hata Mtume kuna mambo ya kijamii yalikuwa yanamkwaza, hana expenses, hakuwa na kiasi chochote cha kutosha hazina. Kwa hiyo hata likija jambo la uvamizi wa nchi, panahitajika ulinzi, anawachangisha watu, panunuliwe silaha, vipando, gharama za kuwahudumia askari na mambo mengine. Alikuwa hajawa stable wakati huo. Kwa hiyo watu wale wanaochangia wataulizwa pia siku hiyo. Wanaotoa zaka ya wajibu au sadaka za tatawwu wataulizwa siku hiyo, nilikuneemesha mja wangu na unakiri kweli nilikuneemesha? Wengi walikuwa hawana nilichokupa wewe, ulikitumiaje? Atasema, ma taraktu min sabilin, sikuacha duniani hata njia moja. Turidu an yunfaqa fiha, ambayo wewe Allah ulitaka itumiwe gharama, tutoe mali tuchangie, ila anfaqtu fiha lak, ila njia zote zilizohitaji gharama mimi nilitoa changu kwa ajili yako. Hiyo laka ni muhimu, maana ndo mtu anataka ajitoe hatiani hapo. Mimi nilikuwa mchangiaji mzuri, nilichangia kwa ajili yako Mola wangu. Kama si kweli Allah hakuonei muhali. Qala kadhabta, atakwambia wewe unasema uongo, huo ulikuwa sio mwenendo wako. Walakinaka, lakini wewe usahihi ni hivi, ayo unayosema ulifanya, lakini hukufanya kwa ajili yangu. Allah anakataa ile kumwambia kwa ajili yako nilifanya, wakati wewe ulikuwa una mambo yako mengine unachangia. Lakini kwenye Miss Tanzania, kombe la Ndondo Cup, sijui kuna yamle umo ndo unachangia. Hasa hapa alafu ukamwambia nilichangia huku kwa ajili yako. We mpuzi, ulitoa ndiyo, lakini kuna kitu ulikuwa unatafuta, sio radhi yangu. Ulitoa, innaka fa'alta dhalika kulliha, uhakika ni kwamba wewe uliyafanya yote hayo unayosema ulifanya kwa ajili yangu. Si kweli, uliyafanya hayo li an yuqala huwa jawadun, ulitaka usifiwe fulani kimwaga, anazo kwa mambo haya tu, anapenda sana, anatutoa kimaisha, anatusaidia, ana hivi. Wewe ulikuwa lengo lako ni hili, sio radhi yangu. Lengo lako si kupata thawabu zangu. Kwa hiyo hukupata thawabu kwa hayo uliyoyafanya, njia ulizopitia sizo. Kwa hiyo ukipewa vitu ukakosea procedure, huwezi kusibu, hupatii kufika kwenye makusudio. Sasa na Uislamu nao una formula yake. Hivi tukiswali hapa, kwa wale wanaopenda kusomea swala zao, kwenye fiqh salat tunaambiwa nguzo ya kwanza ya swala ni nia. Wewe utaona jambo la kipuuzi tu. Nia ni kama code, password ya kukisajili kile kitu chako kwa Allah, na yeye aridhike kweli mja wangu kanikusudia mimi. Hicho ndo wanapokea. Kuna amali tunaweza tukafanya watu 3 4 amali moja, lakini tukapata malipo tofauti kwa sababu ya kitu hicho tu, nia. Ushaambiwa ukiswali uwe na nia, umkusudie Mungu. Unakusudia kufunga usiku, ukeshe na nia, umkusudie Mungu. Unakusudia kutoa zaka, iwe ya wajibu au ya tatawwu, lazima uwe na nia, umkusudie Mungu. Hivi vitu vyako uvisajili. Hivi vitu vyako hivi uvisajili na uvikabidhi kwa yule ambaye ndiye atakayesimamia ukaguzi siku ya kuja kulipwa.
kama vilikwenda na wrong address, huwezi kufaulu. Vitakwenda huko kwenye hiyo address uliokusudia mwenyewe. Kwa mfano, amali moja, infaq, kutoa, anaipenda sana Allah, kaihimiza kwenye aya nyingi tu. Kwa mfano, wa anfiqu fi sabilillahi min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Hebu tumieni vizuri neema nilizokupeni, zitumieni kwenye njia zangu, kwenye dini yangu, kwenye ujuhil khairi. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kabla mmoja wenu hajafikwa na mauti. Yani tangu uhai mzima unaenda na mambo yako, hizo neema alizokupa Allah uzitumie kwa ajili yake. Usifanye utakavyo mpaka mauti yakakukuta, pale ndo unagubuka, unaanza kujua la, nimekosea na ninakokwenda kugumu. Yakimfika mmoja wenu mauti, fayakula, atasema rabbi, Mola wangu, laula akhartani ila ajalin qarib, si ungeliniakhirishia kidogo kwa muda mfupi tu. Anaomba muda wa nyongeza. Wa nini? Akiulizwa atasema fa asaddaqa wa akum minas salihin, niongezee muda kidogo nipate kutoa sadaka ili na mimi niwe ni miongoni mwa watu wema. Keshaishi miaka 80 huku nyuma, anaomba angalau dakika 5. 80 miaka haikukutosha, dakika 5 utafanya nini we sasa? Jawabu utakayoipata unaambiwa wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah hana utaratibu huo wa kwamba ajali ya nafsi imeshafika akaiakhirishia kidogo, hajamfanyia yoyote ofa hiyo. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah yuko aware na yote mnayoyafanya. Kwa hiyo ni umakini katika kutenda haya mambo ya maisha, tangu unaamka mpaka unalala na kulala mpaka unaamka tena. Humu ndo kunako matendo ambayo unapaswa wewe uyafanye kwa namna ambayo yawe ni ibada. Siku hiyo ya ukaguzi yatambulike kwamba haya sio feki, ndiyo really yanayotakiwa, na thamani yake iwe inakuwezesha kuenda mahala pazuri. Sasa infaq ni kutoa, lakini inawezekana kuna kitendo kimoja kinafanywa na watu watatu. Mmoja katoa pesa zake, kazichuma kwa jasho, anasema katika fadhila amali bora nimeona hapa niwekeze, kuna watoto mayatima, baba yao kafariki, hawana uwezo, mama yao ni mama wa nyumbani, hana chochote. Mimi nitachukua juhudi niongeze familia, kwamba ile familia nitaisaidia maisha kwa chakula, mavazi na vitu vingine. Akawa anatoa, nia yake anataka thawabu za Allah. Kweli anafanya infaq fi sabilillah, li ajlillahi, anatoa. Kitendo kile kile anaweza akakifanya mwingine, anasema yule mwanamke bomba, lakini njia ya kumtaka mwanamke anadai basi nitakusaidia matunzo ya watoto na nini. Anachokitoa yeye kakusudia kuhonga, lengo anamtaka yule mama yao wale mayatima, bado mzuri. Kusudio lake anamtaka yule mwanamke. Huyu wa kwanza anataka radhi ya Mungu, hamtaradhi kwa chochote, anachuma chake cha halali anawekeza pale kutoa. Huyu mwingine ana lengo la dunia, kuna kitu pale cha starehe yake anakitaka. Wamefanya kitu kimoja lakini intention tofauti, na mambo yote yako hivyo. Sasa uko mbele kuna ukaguzi, mengi tunafanya, unatumia wakati, nguvu, wakati mwingine gharama ya mali kwa mambo ambayo kwa vigezo vya akhera hayana tija, lakini mwenyewe huoni, usikii. Siku zinaenda, umri unapungua, na kila siku unabadilika, unayoyafanya hayako katika vigezo, na we mwenyewe hujui. Mpaka mauti yakikukuta ndo unajua, la, nimeharibu sana, nimekosea sana, na unatafuta nafasi japo ndogo ya kurekebisha.
unaambiwa haipatikani. Na mbele hiyo siku ya haki ikifika, matatizo wakati wa ukaguzi yatatokezea kama hivi. Uliishi muda mrefu, na ndani ya muda ulioishi umeyafanya mengi, lakini ulioyafanya yalikuwa nje ya kiwango na hayakufata utaratibu. Hayawezi kukusaidia, hutonufaika nayo. Kwa hiyo nimalizie maneno yangu kwa nasaha fupi kutokana na mazingira tulionayo. Sasa hivi nchi iko kwenye tension, vuguvugu la uchaguzi, na tuna uzoefu kwamba misimu hii